Na mtazamaji, moja kwa moja na karibu katika bunge la Magharibi, ambapo tunazungumzia masuala ya siasa, elimu na pia vile vile tunaangazia miundo msingi katika eneo hili la Magharibi. Tunaswa sana tukiwa katika eneo hili la Mumias ya Magharibi, hapa eneo la Etenje. Tunazungumzia je, maandalizi pengine mwaka 2027 yapo namna gani? Je, masuala na siasa ya katika eneo hili yamepangwa namna gani? Mheshimiwa anafanya kazi au afanye kazi? Na pia vile vile tutakuwa tunaangazia elimu, haswa sana ambapo serikali imesema kwamba watakuwa wanapunguza mgao wa kila mwanafunzi ambaye alikuwa anapata shilingi 22,000, kwa sasa atakuwa anapata shilingi 12,000. Je, mzazi atagharamika kulipia karo shuleni? Kwa hivyo usema basi Papa Chiteri, bunge la Magharibi. Moja kwa moja unatazama Amaika TV. Tupo hapa na wakazi wa Otiato, watakuwa wanajitambulisha kisha tutakuwa tunaenda hivyo. Naam, karibu, na utakuwa unasema jina lako kisha uliangazie hasa sana eneo hili la Otiato, unafanya nini, wewe ni nani, na kwa ujumla siasa ya Etenje unazungumza vipi? Karibu. Okay, kwa majina mimi naitwa David Osinga na mimi ni mwana bodaboda wa Otiato na mimi chairman na nimeshika Miasi West. Na kulingana na hii kazi yetu ya bodaboda, saa hii imekuwa ngumu sana kwa sababu uchumi uko juu sana, na serikali imefanya uchumi uko juu kwa sababu imeleta ushuru kuleta uchumi kuwa juu. Sasa vijana wanahangaika na wameingia kwa pikipiki za loni, na hizi loni zenyewe siko juu sana kwa sababu kijana anafaa alipe shilingi 500 kwa pikipiki kwa siku, na kupatikana kwa shilingi 500 imekuwa nadra sana kwa sababu wateja hawako, na inafaa hata saa hii mafuta iko juu sana. Serikali imeongeza mafuta kwa sababu ya ushuru. Sasa kijana hawezi kimudu kwa ajili ya maisha. Sasa vijana wanahangaika sana, na tunaomba serikali yetu aswa sana chini ya rais wetu William Ruto tusaidie hapo mahali ya kupunguza ushuru kwa taksi ya pikipiki na taksi ya mafuta, ili vijana wapate ajira, kwa sababu ajira yenye anasema mambo ya nyumba, ujenzi wa nyumba haiwezi fikia kila mtu. Hapa mashinani Otiato hatujafikiwa kwa sababu ikikuja Kakamega County inakuwa Kakamega County huko, na mashinani huku tunabaki bila ajira. Sasa ajira yetu ni kasi ya pikipiki. Aswa sana hapa chini mheshimiwa wetu wa chini hapa MCA, tunaona akijaribu kufanya kazi, anafanya kazi vizuri, tunaona anatengeneza barabara, tunaona anafanya kazi. Sasa tunamuomba aendelee hivyo na akuwe na muungano ya wenzake, kazi tufanyie naye pamoja. Sasa sisi tuna mambo mengi, letu ni kuomba tu serikali tusaidie mambo ya ushuru, na tukienda kwa mambo ya school fees, hapo serikali inanyanyasa wazazi. Mambo yenye imeleta ishukishe mambo ya pesa yenye inalipia mtoto, hapo watoto wengi watakwama. Na kama serikali inataka watoto wasisome, kwa sababu Kibaki amewacha kama watoto free education iko, lakini kulingana na saa hii mheshimiwa wetu William Ruto ameleta kazi ngumu kwa watoto. Hata mambo ya watoto wa university ilisumbua sana. Tumeshukuru ya kwamba vile wamesikilizana na watoto wamerudi shuleni. Sasa hapo tunafurahia. Sasa mambo ya watoto walikuwa wanapata vitabu kwa shule, wametoa hizo vitabu. Watoto walikuwa wanatibiwa kwa shule, wametoa hizo mambo ya matibabu kwa shule. Sasa sekta ya elimu, tuseme serikali yetu ya Kenya inamaliza mambo ya elimu, inaua mambo ya elimu kwa mtu maskini, kwa sababu watoto wao wanapeleka huko ng'ambo na huku kwetu wanamaliza. Sasa sisi kama maskini hatuna la kufanya, kwa sababu mtoto wa maskini na mtoto wa tajiri kitu yenye inaweza kuwa wafikiane ni masomo tu peke yake, sio kitu kingine. Asanteni.
Amezungumza vizuri sana, amezungumza kwa kweli, lakini tutaka pia tujumuike na mwenzangu hapo. Utakuwa unasongea karibu angalau uweze kuniambia unahisi vipi kuhusiana na masuala na usalama katika eneo hili, na pia vile vile umeona sasa wahadhiri wa vyuo vikuu wameshafanya nini, wamekubaliana na serikali ya kwamba watakuwa wanarejea shuleni na pia kwenye vyuo, na pia wanafunzi watakuwa wanarejea, wale wanafunzi ambao walikuwa wamerudi nyumbani. Kama mzazi sijui unazungumziaje swala hili? Upande wangu, upande wa usalama kwa kita ground yetu ya Mias West iko chini kabisa, lakini hawa watu wengine, serikali kuu ambayo tuko nayo inajaribu, lakini hakuna manufaa na matumaini sana. Mimi na walaumu kwa sababu tunapigwa vita, watoto wametuvamia kwa maboma, hakuna security ya kutosha. Kitendo matanga kiwa katika area ni shida. Uwezi patikana nje saa moja, hiyo ni shida. Unatandikwa, unakatwa. Usalama imekuwa chini. Naomba tu serikali yetu ya chini mjaribu kuwaambia wafanye kitu ambaye ni ya maana katika maisha yetu. Upande wa uongozi, viongozi wetu ambao wako kwa mamlaka saa hii wanajaribu kufanya kazi yao, lakini sielewi shida iko wapi. Kwa sababu sisi wenye wananchi tukiona wanafanya kazi, lakini upande mwingine tunaumia, hatuelewi shida iko wapi. Hiyo tu ndio machache niko nayo. Na mnamuona mwenzangu pia yuko upande wa pili, nataka kuzungumza. Kama kijana tumeona kwamba kuna mradi ambao rais atakuwa anakuja kuzindua kesho katika uga wa complex kuhusiana na masuala na Nyota Fund. Sijui kama kijana umeweza kupata fursa ya kujiandikisha, na kama umejiandikisha mafunzo umeyapata, ama pia ile message wanavyosema ujumbe kufika pale kuweza kuhudhuria, umepata taarifa kama hivyo? Na tukiambatanisha na hilo tutakuwa tunaangazia pia kama wewe kijana, tumeona waheshimiwa wengi wanatumia vijana sana kuhakikisha kwamba wanasambaratisha mikutano ya wale ambao kwa viongozini. Unaweza kupeana pengine advice vipi ama gani kwa vijana? Bunge la Magharibi oye! Bunge la Magharibi oye! Bwana, mimi hapa ni Ben Touch Music, msanii na pia ni mkazi wa Otiato, na nafuatilia sana maendeleo, nafuatilia sana siasa, nafuatilia kila kitu, kwa sababu sisi ndio vijana ambao tunafaa tuingie katika mitandao na kwenye ground kufanya kwamba mambo yabadilike. Bwana, mimi hapa nikizungumzia haswa sana mambo ya Nyota Fund ambayo alizindua bwana rais. Kumekuwa na shida sana kwa sababu tulifanya application watu wengi sana, haswa sana mimi ambaye nazungumza na machungu sana, kwa sababu nilifanya application mimi mwenyewe nikafanya pia na line ya mke wangu, lakini imefika pahali mimi sijapata notification yoyote ya Nyota Fund. Bibi yangu hajapata notification ya Nyota Fund. Kwa hivyo ni kama sijui kuna ubaguzi ama sijui kunaenda vipi. Alafu nikiachana na hilo, kila ward ilikuwa inapata watu 17 peke yao. Ilikuwa inatoa watu 17 kwa kila wodi. Kwa hivyo bado swala la jobless limekuwa ni nzito sana, kwa sababu vijana tulikuwa tumejitolea wengi tukijua kwamba huenda tunaweza kupata hizo pesa zikatusaidia, lakini imepatikana kwamba ni idadi kidogo sana, idadi finyu ambayo imeweza kupata hela hizo, na bado hata mpaka saa hizi nikifuatilia hazijafika katika mifuko. Kwa hivyo rais atafute njia nyingine ambayo anaweza kuitumia angalau kutuwezesha sisi kama vijana tuweze kupata kazi, kwa sababu shida kubwa sana tulioko nayo katika Kenya hii tangia bwana Rais Ruto alipopata kiti ni shida ya kutokuwa na kazi. Hatuna kazi kabisa, ndio maana vijana wengi tuna shida, tunatembea, ndio maana mpaka wizi unazidi kwa sababu vijana hawana kipato. Kwa hivyo rais aangalie sana njia mwafaka ya kutafutia vijana kazi na tutakuwa vizuri sana. Jambo jingine nikizungumzia, labda umeuliza nini? Zungumzia kwamba usalama hapa nyumbani upo namna gani, na kiongozi ambaye kwa saizi, je, anafanya kazi ama hafanyi? Basi kulingana na usalama wetu kwa ujumla nikizungumzia Etenje Ward, usalama wetu kidogo haupo vizuri sana, kwa sababu bado mambo ya kukata watu katika njia bado yapo sana. Vurugu zipo nyingi sana ifikapo majioni ama kukiwa na hafla yoyote ya ugeni mahali, vijana bado wanakata watu kwa sababu hatuna uhuru wa kutembea ifikapo kama saa 2 ama saa 3. Kwa sasa tulikuwa tunaomba sana aswa waangalie sana upande huu wa ulinzi, watuwekee angalau serikali ambayo itaweza kushikilia usalama wetu uwe bora ama kuweza
kuimarisha usalama wetu hapa Etenje Ward. Nashukuru sana mwenzangu Bentach, umezungumza sana kwa undani kuhusiana na masuala na nyota na pia vile vile ukasema masuala ya siasa. Na pia vile vile namuona kwamba kuna mamangu pia namuona kwamba anaitwa senator kama kawaida pia atakuwa anajumuika na azungumze kuhusiana na masuala na uongozi. Manake wakimuita senator tayari basi yeye ni kiongozi. Anaona vipi? Anaona kwamba kuna mshike katika uongozi wa Mumias ya Magharibi. Na tukienda tukipaa juu pia vile vile kwamba rais anasema kwamba yupo katika hali panda ama njia panda kwa sababu hajui atachagua nani mwaka ifikapo mwaka 2027 kutoka kwenye chama cha ODM. Karibu. Mimi nitaongea hivi, kwetu hapo Etenje Ward tunaumia kiuchumi. Watoto wetu wamesoma wapati kazi paka watoe hongo. Tumechoka na kutoa hongo. Rais wetu tulikuchagua utufanye kazi. Tunaumia kiuchumi. Wamama wapati pesa ya mboga nyulisema. Wamama wanateseka Etenje Ward. Watoto wamefika form 4. Wako tu kwa maboda. Wengine wanakata watu. Usiku wazi tembea. Tunaumia rais wetu Ruto. Angalia venye tunaweza kaa. Ili tuangalie mwenye tutachagua afanye kazi gani hapa Etenje Ward. Juu hakuna kazi hapa, tunaumia. Mimi kama mumama mwenye nimezaa vijana wangu ninaumia sana. Juu watoto wanapiga kura baadaye sisi tunaumia. Kuna kinye tunapata. Watu wengine wanasikia mzuri lakini sisi tunaumia. Bona ufundishe mtoto afike form 4, afike university, analimia watu, mgongo ikikatika. Wengine wanakata watu ovyo. Sisi kama wamama tuna ukweli, juu tunaumia. Hata unga chapati inapanda usiku na mchana. Sukari imeongezwa. Wanatuambia tumie shuga imeshuka. Hakuna. Tunaumia. Ni hao tu nimewaambia hizo. Naam, kabla hujaenda tafadhali, manake nimesema kwamba mama ni kiongozi na nimeona kweli uko na uongozi ndani yake. Unaongea kama mama jasiri ambaye unaona kweli mambo yamekuwa magumu. Kwa haswa sana ukikuja kuhusiana na masuala na barabara. Tumeona kwamba kuna barabara ya pale kuelekea pale Anamanda, wanavyosema pale ikikata Butobe na huko maeneo ya Otiato. Sijui unazungumziaje, manake watu hawezi pata usafiri wa haraka kufika hapa mpaka tumie pale ya Buchifi. Hiyo leta. Barabara nitaongea hivi. Unaona saidi zingine ziko na lami. Saidi hapa kwetu ukiona matope imetuchosha. Mtu kama sisi wa mama hatuwezi tembea kwa matope. Na pesa ya barabara inafaa iletwe tupetembee kwa malami. Na sisi tunatembea kwa matope. Tumechoka kutembea kwa matope. Barabara hizo za kuendea Butobe, ukuendea huku chini watengeneza barabara. Ili hata boda watoto wetu wanaumia. Kila saa daraja pia haijajengwa. Kila saa wanatudanganya na mambo ya siasa. Tumechoka. Naam, wanaposema kwamba wamechoka na siasa, ni bunge la Magharibi, tunaangazia sana hisia za wakazi wa eneo la Otiato Etenje Ward, na tunaona kwamba pia wako na la kusema. Nipo na mamangu pia amejiunga na mimi, na nataka kumuuliza kwamba ofisi ya mwakilishi wadi ipo hapa kando yangu, na je, maendeleo unaona kwamba ameyafanya ama hayafanya mwaka ifikapo mwaka 2027? Je, utakuwa unampatia nafasi ama utakuwa unapatia mtu mwingine? Habari wana Etenje Ward. Salama. Mupo. Mimi kwa majina naitwa Mama Beatrice. Na nitaongea kwa ile ofisi yetu ya Etenje Ward. Kwa hakika naona kama Etenje Ward mheshimiwa wetu Eddie Obwaka anajaribu. Na naona ya kwamba tukiweza kumshika mkono 2027 tena tumrudishe, tutapata tena mazuri kuliko hapa. Na vile wenzangu wamesema, mambo ya barabara kweli zimeharibika sana. Hata watoto wetu wanafanya bodaboda, wakirudi nyumbani wamechoka. Tutapata wajukuu kweli? Hatutapata wajukuu. Kwa hivyo mimi nitasema tu mheshimiwa wetu William Ruto atuangazie huku chini. Kweli huku chini tunaumia sana. Na sitaongea mengi sana. Mimi ni mrefu na ni mfupi kwa maneno. Nitasema ni asante.
Naam, asante sana, na nimeona kwamba kiongozi upo nami pia, amejiunga nami pia, nataka kuzungumza moja kwa moja na kabla sijampatia, manake kulikuwa na ndugu yangu hapa azungumzie sana swala hili ambalo wanasema kwamba chama cha ODM kimevunjika, manake Sifuna yuko kwenye chama kingine na chama pia tunaona kwamba kinaenda kuheka, sijui watachukua mkondo upi, lakini tukiangazia pale juu kidogo, Gavana Baraza ni gavana wa Kakamega, na tunaona kwamba watu saizi wanasema kwamba kuna ile wana chant one term, kuna two term kama Italanya anavyosema mwenyewe anavyojiita. Je, unaona kwamba maendeleo ya kaunti ya Kakamega inafikia mahali ambapo tulikuwa tunatarajia alipoachia aliyekuwa gavana wa Mbetsa Wycliffe? Habari ya wananchi wa Otiato. Habari yenu? Mimi nitazungumzia upande wa gavana wetu. Ile wakati ile kipindi yenye Wycliffe Ambetsa Oparanya venye alikuwa anafanya kazi yake, alikuwa akifanya kazi ikionekana. Lakini mwenye aliingia Barasa venye aliingia kwa kiti, hatuoni maendeleo yenye anatusaidia. Kwa hivyo 2027 tutaangalia mtu mwingine mwenye tutaweka kwa kiti. Sitawachosha na mengi, kwa majina muite Benson Stanley. Anavyosema kwamba yeye anaona kwamba basi maoni yake yasikataliwe pia vile. Lakini nataka kuangalizia yupo anataka kuzungumzia masuala na usalama na miradi. Je, tutakuwa tunasikiliza pia kwa upande wake anasema namna gani? Karibu. Asante Wanetenche, kwa majina ni Matayo Kalori Wemaungu. Mimi nitazungumza juu ya usalama. Usalama wetu, usema ukweli, Tenje Ward imedhoofika sana, siwezi nikawadanganya, kwa sababu tuko na maaskari, lakini kitu ambacho maaskari wanafanya side ni kushughulika na maneno ya pombe, lakini usalama ni ngumu. Mimi siwe, kwa sababu tuko huru kwa kuongea, na kitu ambacho wanaangazia sana ni pombe, lakini usalama, hata wamama wote ambao wenye wanatandika hapo Chato, ikili inapofika saa moja wameenda, kwa sababu yani huwa wanaovia maisha yao, waweza hata wakafika saa 2 kwa soko, na unajua sasa jioni ndio watu huwa wananua vitu sana. Kwa hivyo tafadhali, usalama imedhoofika sana. Ni kirudi upande wa maendeleo, sawa, MCA wetu Edo Bwaka huwa anajaribu, lakini tafadhali kuna barabara ambazo amesahau kabisa. Barabara kama pale ya kutoka Maungu ukielekea Buyole, kusema kweli hiyo barabara, tafadhali mheshimiwa, jaribu hata utuwekee pale taraja, kwa sababu kuna watoto ambao wanatoka Maungu wanakuja shule ya Ihonje, yani wanaumia sana. Hata kuna wamama ambao wanatoka Otiato wakielekea Maungu wanaumia sana. Kwa hivyo upande wa maendeleo tena ujaribu. Ni hayo, ni Matayo Kalori. Asante. Asante sana alivyosema kwamba Matayo Kalori. Basi pia vile mie Papa Chiteri kutoka kaunti hii ya Kakamega, nafungasha bunge la Magharibi nikiwa eneo hili la Otiato, eneo ambalo linakuza mengi vijana, wasanii pia vile na wafanyakazi tofauti. Basi itakuwa najumuika nami kipindi kijacho katika bunge la Magharibi. Hii ni Amaika Media, Amaika TV. Tutakutana tena wakati ujao.